sasa Mungu anatupatia yale masharti yenye unafaa kuishi hapo katika hiyo bustani, ni kwamba usile huyu mti wa matunda ya ujuzi wa mabaya na mema, kwa sababu ukikula ya kujua wa kufahamu ujuzi, yani ujuzi ni kama kufahamu kitu, kama vile tunaendaga kama hivi vya ufundi kupokea ujuzi. Sasa huo mti ni kama ulikuwa na ujuzi, ukiukulua mti unakuwa na ujuzi wa kujua mema na mabaya. So ina maana hapo kabla ya kulua mti, mwanadamu alikuwa ajui mema ni gani na mabaya ni gani. So yeye alikuwa anakaa ni bora, alikuwa anaishi bora, anaishi kulingana na Mungu vile anataka akue, kwa sababu ameniani, kwa sababu hata ajui, kama ajui ni kama mtoto mdogo ajui ya kwamba ukishika hii kitu, ukishika hii pani ya moto utachomeka. Sasa tulikuwa hivyo ya kwamba hatujui mema wala mabaya. So ni kama tunatenda lakini hatujui tunatenda nini. Hauwezi kutofautisha umetenda mema au umetenda mabaya. So ilikuwa ni hakuna dhambi hapo huo wakati. Na kama tunavyojua kwamba walipoumbwa si eti walikaa siku moja tayari kesho yake wakatenda dhambi. So ina maana waliishi bila dhambi kwa muda ambao sijui, labda kama kuna mwingine wetu ameendelea sana, anaendelea akaweza kujua, atatuelezea pia tutaweza kufahamu waliishi miaka mingapi ndio wakakuja kufanya dhambi. Tunaangalia anguko la mwanadamu mahali lilitokea. Sasa hapo hivyo, sasa hayo ndio masharti yenye alikuwa yamepatiwa mwanadamu, ya kwamba asikule tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na huu hapa tumeambiwa ni matunda. Kwa hivyo si tunda lingine bali ni mti wa matunda. Stress hapo ni mti wa matunda, si tunda lingine. Basi twende Mwanzo 3. Sasa hapo tupate anguko, mahali anguko la mwanadamu lilianguka, mahali ambapo mwanadamu aliangukia, mahali mwanadamu alifeli mtihani kwa yale masharti yenye alikuwa amepewa. Najua kuna wakati niliambiwa kwamba kuna interview zingine unaenda hapo mwambiwe mjibu mnatoa karatasi za maswali, alafu mnaambiwa usome vizuri hiyo maagizo. So ukiwa na kiherehere utaenda pale unaanza unafungua maswali direct. Unaulizwa, unaona swali la kwanza kodi ya 254 ni wapi? Wewe unajibu Kenya. Unaulizwa kaunti yenye unajua tu, kaunti 006 ni wapi? Hiyo ni Mombasa, ni Taita, Kenya nini? Zenye unajua tu vitu zenye unajua. Alafu ukirudi wakati umemaliza umeona hao watu kwani mbona wajibu kitu hao? Mimi nimeshamaliza, hao hata wajibu, hata wameandika jina alafu wametulia. Kumbe nini maagizo yalikuwa yanasema kwamba usijibu swali lolote, alafu tena umeambiwa ngojea dakika 5 ndio upeane hiyo karatasi yako. Sasa wewe umeshajibu, hata hujasoma maagizo, ulikuwa tayari umeshapeleka, lakini sasa unashangaa mbona hao watu hawajaandika kitu tangu waanze. Lakini wewe umeshamaliza na tena umemaliza mbele yao, tena hawajapeana karatasi, wewe umeshapeana kitambo. Kumbe masharti yanakuambia kwamba usinini. Sasa wewe unaenda nyumbani kusema mimi hiyo interview nimeipita, hata ile maswali ya kushinda mtu, lakini kumbe hujasoma masharti yenye ulikuwa umeambiwa kwamba usijibu swali lolote. Kwa hivyo wale wenye hawajajibu ndio wamepita mtihani, wewe umefeli. So hapa masharti yalikuwa yanasema kwamba sisi mwanadamu tusikule tunda la ujuzi. Sijui huo mtu ulikuwa muumbiwa nani ukawekwa hapo, lakini Mungu alikuwa amesema kwamba tusiukule. So mimi naona kwamba huu mti
ni kama Mungu alikuwa ameumba ili aweze kuona mwanadamu kama kweli atamtii ama hatamtii. Alafu nyingine ni kwamba Mungu anajuaga mwanzo hadi mwisho, so alikuwa amejua tu hata nikiweka hapa bado mwanadamu huyu atakula tu, alikuwa amejua. That's why akapanga mpango wake vile ulikuwa. So alikuwa amejua kwamba nimeumba ulimwengu, lakini huyu mwanadamu atakuwa wasi kuliko hao hizi vitu zote zenye nimeumba. So wakiwa wasi alikuwa amedesign kila kitu, yani alikuwa anajua, hata si anajua kwamba anajua vile maisha yetu yataenda. So yeye tu anaangalia, hakuna jipya kwake. Yeye hata akiona tu anajua kwamba yani kwake hakunaga jipya. So yeye tu ni kama sisi tunatekeleza yenye ameandika. So anaangalia, anasema nilijua tu. So hapo Mwanzo 3 sasa tuone mahali aliangukia mwanadamu. Mwanzo chapter 3. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Hapo sasa nyoka tumeambiwa hapa mwanzo, nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. So nyoka akamuuliza hivi, mwanamke akamwambia nyoka. Hapo imesema basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwituni aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiaguse, msije mkafa. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Habibi shetani nyoka anamconvince huyu mwanamke kabisa, hakika hamtakufa. Na hapo juu tunaambiwa kwamba mkiakula, hapo juu 17 tulikuwa tunaambiwa, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mungu amesema kwamba ukikula utakufa, lakini hapa nyoka anamhakikishia mwanamke kwamba hakika hamtakufa. Verse 5 inasema, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Hapa hivi shetani ndo anamwambia mwanamke hivi. Na kwa kweli hapa juu tunaona kwamba Mungu alikuwa tayari ameshamwambia Adamu ya kwamba ukikula huu mti utakuwa na uwezo wa kujua utakuwa na ujuzi wa kujua mema na mabaya, ambayo hiyo sasa ndio ilikuwa dhambi. Wanadamu alikuwa hafai kujua mema na mabaya, alikuwa tu awe akiishi vile Mungu anataka aishi. Lakini kwa sababu sijui nitasema vile hivi, si yeye alikuwa amepewa hayo masharti, ni Adamu alikuwa amepewa masharti. Ndio shetani anajaribu kumconvince hapa. Anaendelea, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula. Sasa hapo huyu nyoka ameshatoka, amemwacha mwanadamu peke yake. Sasa amemwacha mwanamke peke yake, anaangalia huo mti. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe, naye akala. Wanaweza sikia. Hapo ndo anguko likaingia, kwamba pale walipokula wote, ndo verse 7 nasema wakafumbuliwa macho yote mawili,
wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Kisha Bwana asifiwe. Hapo sasa wameshajijua kwamba wako uchi, wamefunguliwa macho. Tunaangalia tamko la anguko la mwanadamu, na tumeona hapo ndio mwanadamu akaangukia akikula lile tunda. Alipokula hiyo tunda akafunguliwa macho. So automatically si eti Mungu alipokula hiyo tunda eti ndio Mungu akaja akafungua macho. Automatically tu alipokula hiyo tunda walifunguka macho tu yenyewe, akafunguka macho yote mawili, wakaanza kujiona kwamba wako uchi, na hapo dhambi ndio ikaingia. Kuna mtu labda mwenye swali hapo? Hapa mtu anaweza kuuliza swali hili. Hiyo sana walifunguliwa macho yote mawili. Sasa yalifunguliwa kivipi? Maana walikuwa wanaona, hata ndiposa waliona matunda. Ni macho gani sasa hapa yalifunguliwa? Mtu anaweza kuuliza swali. Walifunguliwa macho yote mawili. Lakini tunajua kabisa walikuwa wanaona, ndiposa yule akaona yale matunda, tena akaona yanafaa. Lakini walipokula sasa ndio akafunguliwa macho yote mawili, sasa ndio wakajiona. Which means ni nafasi ya pili ya kuona. Ya kwanza waliona, ya pili sasa ndio wanaona sasa kuwa baada ya kupata huo ujuzi sasa. Kwa sababu ule ujuzi ndio umeingia ndani yao, wakaona sasa wako uchi. Lakini hapo mwanzo walikuwa wanaona, wakaona ile matunda, wakaona kuwa yanafaa kwa chakula ama kwa kula. Darasa. Karibuni. Muuliza walikuwa wanaona mara ya kwanza. Na kwa kuwa Mungu alitumba kwa mfano wake, obviously alikuwa ametumba na macho ya kuona. So walikuwa wanaona vizuri kabisa, sieti walipokula matunda ndio macho akatokea, wakaanza kuona sasa hizo nini, kwamba uchi. Sasa haya ni macho gani yenye ya pili yenye yanafunguliwa? Najua kwamba hiyo iko 8 ndio. Kisha wakasikia sauti wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi. Yaani wakafunguliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, ndio wakashonezwa nguo za majani. Hayo tunaona ni macho, kama macho mengine yalifunguliwa. So kama kuna macho ya aina mbili, macho haya ya nje na ya ndani. Sasa mwingine atueleze zaidi hapo. Kulingana, labda nijaribu kuchangia. Kulingana na vile umekuja na hilo somo, vile unakuja nalo, ni kwamba wanadamu baada ya kula ile tunda walipata ufahamu wa kujua mema na mabaya. That means before that walikuwa kama wanyama vile ambao hawajui mema na mabaya. Unaona jinsi nyama alivyo, anakunya popote, hawazi mambo ya mavazi, yeye yupo tu anaishi. Sasa kwa asilimia fulani ni kama mwanadamu pia vile alikuwa hivyo, kwa sababu unaona wako uchi na hawana habari. Wakawa katika kiwango fulani ambacho si cha ufahamu kabisa wa kuweza kutofautisha mema na mabaya. Sasa ule mti ulikuwa umeficha siri fulani ambao Mungu aliiweka ndani, na sijui kama alikuwa amepanga atakuja
kutufanyia hivyo ama tulikuwa tuishi hivyo. Sijui kama kukosea na kuula ule mti ndio ulituletea sisi kufunguliwa ama ilikuwa namna gani. Kwa sababu baada ya kula ndio wanafahamu kwamba wako uchi. Wamepewa macho fulani ya kufahamu hatustahili kukaa uchi, tunastahili kuvaa. So kuna aina fulani ya macho mtu anafunguliwa. Unaona kama mwenda wazimu, macho yale huwa yamefungwa. Ndio maana anatembea uchi. Nyinyi ndio mtahangaika tu, wewe jifunge hivi, vaa hivi. Bado utampa tena kesho amevua anatembea hivyo. Hayo macho hayako. Unamkuta kwenye pipa anakula vitu vibaya. Yale macho ya kumwambia kitu hakifai hakuna. Anakula vitu vilivyooza. Anakunywa maji machafu. Ile ya kumwambia kwamba hii si sawa hakuna hiyo macho. Lakini wewe unaweza kutofautisha. Ndio maana unavaa nguo, ndio maana unatengeneza kitu kiwe safi, ndio maana unajiweka vizuri. Kwa hiyo tunajifunza pale tu ya kwamba kuna namna vile mwanadamu mara ya kwanza Mungu alikuwa amemweka. So baada ya kula hii mti huu wa ujuzi, sababu umetajwa kabisa ni mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Yaani mtu akiula anakuwa na hiyo hali ya kujua hili ni baya, hili si sahihi. Alikuwa ameiweka hali hiyo kwa muda gani, yeye Mungu ndo anajua. Kwa hiyo ni macho ya kwanza hiyo. Kuna yale ya kawaida kama mifugo wanavyoona tu, wanaamka asubuhi, yale ya kawaida. Yale ya pili ya kujua mema mabaya ni macho ya pili. Sasa wakafumbuliwa macho. Alafu kuna macho mara ya tatu na viona sasa. Kuna macho sasa ya tatu. Hii ya kwanza hujui chochote. Unakuwa kama mtoto hawezi tofautisha. Ya pili ni binadamu wa kawaida. Unaona, unaishi ubinadamu. Ya tatu ni ile ya kiroho. Kama unakumbuka kisa cha Bwana Yesu wakati baada ya kufufuka na alikuwa anatembea na watu wengine kutoka wakienda Emmaus. Na Yesu anatembea nao na hawajui kwamba huyu ni Yesu. Macho yao yakawa yamefumbwa kwa namna fulani. Wanatembea wakimzungumza na hawamtambui kwamba ni yeye. Macho yanaona, wanatembea wanaona njia, lakini kuna ufumbwaji wa macho ambao umefumbwa, hawezi kutambua huyu ni Yesu. Kwa hiyo wakatembea naye ambaye ikafika mahali wakafumbuliwa macho na Yesu akaondoka, wakatambua kumbe alikuwa ni Yesu. Hiyo ni macho mengine pia ya kufumbuliwa. Alafu unaonaje ile swala la mtumishi wa Elisha, wakati ambapo anasema alipoangalia hivi anaona jeshi limejaa, wanavamiwa, yani wanaona sasa hapa tumekwisha. Alafu mtumishi wa Mungu Elisha anamuombea, anamwambia Bwana mfumbue macho mtumishi wako aweze kuona. Alafu akafumbuliwa macho, akaona katika roho kwamba kumbe jeshi lile liko upande wetu ni kubwa hata kuliko ile ilikuwa anaona. Sasa unaona kuna ufumbuliwaji wa macho ya aina mbalimbali. Macho haya kuna vile huwa yanachezewa aidha kichawi au vyovyote vile macho haya. Ndio sababu tunaambia wale watu wa mazingaumbe huwa wanacheza na macho ya mtu. I don't know how it happens, but mambo ya kiroho tu, lakini wewe hutajua. Kwa hiyo macho haya vile anafanya. Sasa wale ambao hawamjui Mungu wanaambiwa kwamba huyu mtu nimechinja, namchinja alafu nitamfufua. Kwa hiyo wanafumbwa macho, hawaoni kwamba yule mtu kweli hajachinjwa. Macho yako yamegeuzwa, wanaona mtu amechinjwa. Mganga yule ndo anajua hivyo kwamba macho yao nimeyashughulikia. Wanaona kile ninataka waone. Kwa hiyo mnaona pale pesa majani yamefungwa na gazeti kabisa, hii ni majani. Alafu akifumbuliwa amegeuka biskuti, amegeuka nini? Pesa. Na mtatoka pale mngesema tumeshuhudia kabisa. Lakini mganga anajua tu anawachezea tu, hakuna kitu. Kwa hiyo macho huwa yako katika namna hiyo. Siku moja nilikuwa kwenye matanga fulani na nilikuwa nikisikia ya kwamba kuna uwezekano ukapiga mtu marehemu picha na hiyo picha isiosheke. Na
ndo hapo ndo niligundua, kwa sababu nilifanya coverage vizuri, alafu nikaenda hapo kwenye kichwa hapo mahali watu wanamuonea, nikapiga kabisa picha kama 2 hivi, ya 2 nakumbuka, ili nitakapopeleka nipeleke kabisa. So mbele kwenda kusafisha, nikasafisha picha zote, lakini zile 2 nilizopiga kichwa chake zilitoka blank, haikutoka, yani ikitoka giza, hiyo negative ilitoka giza kabisa. Sasa wakati mwingine huwa inatokea wakati mtu hajakufa kifo cha kawaida, kifo cha utata, kifo cha ambao kuna uwezekano yule mnazika sio yeye. Tunaongea mambo ya macho, wakati mnajua huyu sio yeye. Sasa kamera ni kamera ya kawaida, inashindwa kucapture vitu vya rohoni, kwa hivyo inaona black. So in really sense kuna uwezekano kile kinaweza pale hakuna kitu. Sasa kamera imekushikia kabisa, lakini ukipiga jeneza huko, jeneza maana yake ni mbao inashika, lakini ukimshika mwenyewe pale hakuna kitu kinashika. Hiyo yote ni masuala ya macho. Unaweza kwenda katika mazishi fulani, katika ulimwengu wa roho mtu amechukuliwa katika namna fulani na kinachozikwa si yeye. Sasa wale wote ambao kama hawajafumbuliwa macho wako vivivi, wataona ni fulani kabisa. Lakini mtu ambaye macho yake amefumbuliwa sasa kuweza kuona, ataona pale tunazika mbwa au tunazika gogo au tunazika vitu vingine. So nimeleta hiyo kwa sababu there's a lot to do with eyes. Sasa kile kinachohitajika ni mtoto wa Mungu kuokoka na kufunguliwa yote. Wewe unaona sana kabisa. Kwamba utatiziki kama mtumishi wa Elisha. Ukikaa hivi tayari katika roho unaona wale walio upande wangu ni wengi, kwa hivyo sihitaji kutatizika. Sasa ndio hiyo, tunaenda hatua kwa hatua. Sasa hata kulingana na vile tumetaja, unaona ni kama kuna ngazi kadhaa. Na ndio uzuri wa Bible study, kwa sababu hata mimi sikuwa nimeiangalia kwa jinsi hiyo, lakini mwalimu ameleta na Roho Mtakatifu yu kazini kutupandisha katika hiyo ngazi leo, kwamba macho yana ngazi zake. Kuna ngazi ile mtu ambaye hajui mema na mabaya, wanaishi uchi tu na hawaambiani kitu. Hiyo ni macho aina yake, kama wanyama wanavyoishi. Unaona tu ng'ombe wamefungwa hapo, na hapo kando kuna kichinjio, na asubuhi kabla hajatolewa wanaona wenzao wakichinjwa hapo tu, na wala hawana shughuli, na macho yako wazi ya ng'ombe, wanaona kabisa. Lakini akili ya kwambia na hapa ni hatari, anachinjwa mwenzetu yule, hapa sirudi. Wako hapo tu, hata ukimpeleka hapa anatembea juu ya damu za mwenzake. Lakini kwa kuwa macho ya ujuzi wa mema na mabaya hakuna, hawezi kuelewa. Kuku wale tunawachinja, unaona kabisa watu mabaki yale ukiangusha, nao wanakula tu bila kujua kwamba jamani mwenzetu hatumuoni leo, na hisi ni mifupa yake hii, si tutoroke. Wanakula hata wao, maana mafuta, yani macho hakuna. So ndio pole mwalimu, nimechukua muda wako sana, lakini kwa naelezea tu namna ngazi zile zinazofuata katika hali ya kufunguliwa macho. Mwingine mwenzani. Yes, karibu. Kusoma pale chapter 2, kama vile umesema kwamba ile agizo la kukula matunda ilikuwa la Adamu. Na chapter 2 verse 16. Ndio mimi nimeelewa. Lakini ile agizo ilikuwa la Adamu. Ndio. Sasa ilikuwaje huyu Eve alikuwa na makosa gani? Sababu yeye hakuagizwa, mumewe alikuwa ameagizwa. Manake aliagizwa Adamu, na baadaye Mungu akaona hafai kukaa peke yake. Mara ya kwanza alimwambia wanyama waone kama watamsaidia, kaja akaona hawamsaidii kwa vyovyote, kama vile mtumishi amesema kwamba mnyama ni mnyama tu, kwa hivyo hakuna vile angefanana na Adamu. Na hapo sasa ndio Mungu sasa akarudi akamuumbia huyu mtu. Ndiye aliyewaagiza tena hapa sasa agizo ile ilikuwa ya Adamu, kama alirudi kuagiza tena wasile matunda. Na salamu ni kwamba hivyo alikuwa na makosa gani? Naye hapo pale wakiagizwa wasikule matunda.
mimi naweza sema hapo pia kwa matunda, unajua hivyo alipokula yake hakufunguka ya kwanza, alingojea mwanzo Adam pia alipokula yote wakafunguka wakati mmoja. Alafu kingine pia tunajua kwamba hivyo alitolewa kwa Adam. Tunajua kwamba Adam alilazwa kwanza, hapo alipolazwa akatolewa ubavu wake. So ina maana alibeba pia na hizo chembe za maagizo. Okay, nichangie pia hiyo. Unajua sasa ile ni Adam si kichwa. Kwa hiyo Mungu anapeana maagizo kwa kiongozi kwamba hii nyumba ikae hivi. Kwa hiyo kiongozi akipewa taarifa si anapeana kwamba tumetakiwa tukae hivi. Kwa sababu ukiangalia mazungumzo ya Eve na nyoka, anayo taarifa kabisa. Anapoulizwa pale eti hivi ndio mmeambiwa, anajibu sahihi kabisa. Anasema kwamba tumeambiwa matunda ya mti. Si anaeleza. Kwa hivyo Eve alikuwa ashapata taarifa kutoka kwa mumewe ya kwamba tulikatazwa kula. What happened ni kwamba adui huwa anaangalia pale pako dhaifu ndio aingilie hapo. Kwa hivyo angeenda kwa mume moja kwa moja hangefaulu. Hivyo ndio ujanja wa adui anatumia, anaangalia pale pa dhaifu zaidi. Maandiko yanasema kwamba upande wa wanawake ni viumbe, kuna udhaifu wa aina fulani. Na hiyo adui anajua kwamba kumshawishi mwanamke ni rahisi zaidi. Ni nature hiyo iko namna hiyo. Wanaume wako na hali fulani ya stubbornness, sio katika pande zote. Ndio naona injili kitokea wanawake wako more submissive to it kwa sababu mioyo yao inapokea kwa urahisi. Hata kanisani tunaona wanawake ni wengi. Injili inapohubiriwa wanaokoka wanaopokea ni wengi. Wakati wa kufufuka kwa Yesu waliokimbia pale wanawake kwa sababu mioyo yao inapokea kwa urahisi. The men are a bit stubborn. Kumhubiria mtu aokoke, there are few of us. Unaona wako wachache, wana take time. Sasa adui anajua hiyo, nikitaka kupenya kwa urahisi. Na ndivyo inapotokea hata kwenye kudanganywa kwenye manabii wa uongo na kila kitu katika pande zote. Wale huenda wengi wanawake kwa sababu wako rahisi kupokea. Either iwe kwa uzuri, jambo nzuri atapokea. Likija kwa ubaya pia kupokea, maana mioyo ni ile ile. Kwa hiyo adui alijua kwamba nikitaka kupenya ni haribu ule utukufu wa Mungu kwa hawa watu, nitapitia huyo mama. Na akapitia hivyo kweli, akaanza mazungumzo na yeye, na kwa njia moja nyingine wanasema one thing led to another. Alafu tunda likaliwa. And then amelipokea ile tunda, akaenda kwa mumewe pia. Then naye akazungumza naye pia na mzee akakubali. Agenda ya ibilisi ikawa imetumika. Kwa hivyo walikuwa na taarifa, lakini adui anaangalia ni wapi rahisi pa kupenyea. Kwa hivyo shetani aliona pia weakness ya mwanaume na mwanamke hapo. Pia hivyo alikuwa ameagiza lakini hakuweza kukataa. Na tunaambiwa kwamba alipewa ama na pia kuna Biblia zingine zinasema kwamba si eti Adam alikuwa kando, alikuwa mbali. Adam alikuwa hapo hapo na yeye huyo nyoka akiongelesha huyu. So alikuwa anasikia hiyo conversation. Na kwa hivyo kama aliona hivyo tunda hilo tunda, sio uwezo ukasema kwamba alichanganyikiwa kwamba aliona hicho uwezo ukasema kwamba aliletewa tunda lenye alikuwa anafikiria eti ni tunda la mtu mwingine. Ndio kuangalia hii yangu ya simu. Wao walikuwa wote wawili hapo. Walikuwa wote wawili. Alipoona ya kuwa mti huu wafaa kwa chakula, pendeza macho, na ni mti wa
tamanika na maarifa. Basi akatoa katika matunda yale akala, akampa na mumewe. Hata sio akampelekea, akampa na mumewe. Na maana yuko hapo naye akala. Sasa kwa waliona na Mungu. Singesema hapana, tuliambiwa tusile. Lakini sasa nilipokonvince akaona kama mke wangu amekula cha na mimi. Kwa watu wakaingia ndani. Lakini sasa mbona hatuambii kwamba huyu nyoka alikuwa anaongea na wao? Anaongea na mwanamke. Sasa wamekaa wote lakini anaongeleshwa mtu mmoja. Kama mwanamume amesimama tu zake. Mwanamke alikuwa ameitwa Chemba. Kidogo nikuone. Lakini kumika kwa mwanamke ni tuseme jambo la jadi, yani kuanzia mwanzo ile tunaona hapo tunajifundisha hapo. Na ndio na alitumika pia kwa kumwangusha Solomon. Samson ndiye anatumika zaidi. Licha kwa tuna Biblia inasema hata Solomoni pia hujataja. Hata Solomoni ni hivyo. Kwa wanawake wengi. So tunajua ni chombo dhaifu, lakini kina nguvu ya kuinfluence. Yeah. Ni chombo dhaifu. Lakini ikifika kwa mwanamume chombo cha nguvu. Chombo cha nguvu. Sio kwa mwanaume. Chombo chenye nguvu. Ni kiongozi, ni mkubwa. Lakini tunajua tukija kwa mambo ya kwa masuala ya mbali ama kwa convince inategemea. Ndio sasa ni chombo dhaifu, lakini ikifika kwa Samson na mbinu zake anakuwa na nguvu, anajua kumanuva taratibu tu. Kwa hiyo ana nguvu kiasi kwa mwanamume sasa. Hivi kwa Adam pia amejipata akili, maana pia mwanamke. Solomoni pia ameoa wanawake wa kipagani pamoja na uungu ule. Wamefikia mahali mpaka Solomon anakubali kabisa kujenga madhabahu ya miungu wengine baada ya kuwa convinced na kina nani? Sa wanawake. So naangalia ni tunajifunza kwa sababu uzuri wa Biblia unatuonyesha ubaya na uzuri. Kama vile mwalimu atufundisha pale katika wakati ule walikuwa hawajui, sasa wakajajua. So sasa sisi tunakuja katika maeneo ya kujua. Kwa hivyo ukifanya lolote ambalo ina negative ama kinyume cha mapenzi ya Mungu ni kukula kwako, kwa sababu tunajifundisha. Kwa sababu sasa unaona kwa Abraham pia na Yesu alizungumziwa, kaambia kwamba nitakupa uzao kupitia kwa mwanao kutoka kwa mkeo. Lakini mambo yanapoendelea, mama pale naye akasema lakini hii inaonekana kuna vile mama akaendea mzee tena. Akamwambia tumeambiwa tutapata mtoto, lakini situtumie tu akili hii, atapatikana kupitia kwa uingia kwa mjakazi. Anayeongea ni mama tu. So pamoja na Mungu, Abraham kuwa rafiki wa Mungu sana, hakuweza kumkemea akamwambia hapana, hiyo njia unanipeleka hapana. Lakini kwa sababu ni darling akakubali tena. Kwa hiyo tunaona mwanamke akawa na nguvu sana kwa mwanamume kila mahali. Hata kumtoa tunaona Abrahamu ametolewa kwenye mapenzi ya Mungu, akazaa na mjakazi kwa kuambiwa na mwanamke. Solomoni pia akatolewa kwenye line za wanawake. Samson anatolewa kwenye line na mwanamke. Adam the same, akalishwa matunda ambayo hustahili kulishwa alipoambiwa na nani? Na mwanamke. So tunajifunzaje hapo? Sasa hapo tunajifunza yani ina positive way ama ina negative way. Uangalie moja, yani unaangalia na unaomba Mungu ama roho wa Mungu akusaidie kufafanua hilo jambo, kuling'amua hili ninaloambiwa litanipeleka wapi ama ninanielekeza wapi, kwa sababu haya mafundisho tunajifundisha ni mambo ya kiroho, lakini mambo ya kiroho yanabeba mambo ya kimwili. So unakuta most of the time unafanya uamuzi vile Roho Mtakatifu atakapokueleza. Ndio naona katika mambo ya kiroho tunaomba Mungu sana Roho Mtakatifu awe pale. Ikiwa Biblia inasema yeye ndiye anaconvince mtu mpaka afungue kinywa chake aseme Yesu ni Bwana, from there anasema anabaki ndani. Ndiposa tunajua yeye akae ndani yetu mkuu kuliko ambaye yuko duniani. Sasa kama yuko ndani yetu na ni mkuu, there's no way unaanza kwenda kinyume. Kwa mfano kama vile Mungu ametuambia wakati yule Bwana
hajaona maadui, lakini akaambiwa afunguliwe macho aone wale wanao wengi kuliko maadui anaona. So ni Mungu kumuombe uone kama vile sasa huyu bwana amekuja kuona second part baada ya kuambiwa, baada ya kufunguliwa macho ya kuona kumbe sisi tuko juu sana kuliko wale maadui tunaona. Uonyesho katika njia hiyo sasa katika kiroho, kwa sababu ukiona njia hiyo huwezi kwenda kinyume cha mapenzi ya Mungu. Ama huwezi kushindwa kwa jambo lolote, kwa sababu kama vile tunatangulia kusema Mungu anaona mwisho kama vile mwanzo. So mwisho wako anaona. Lakini ina determine yale katika on the way wakati unaelekea kule ni uamuzi gani utakaofanya. Sasa unaona ule uamuzi ulifanya na Samson ulikuwa na distraction. So tukiwa hapa ni vizuri sana tunajifundisha kabisa which way to follow. Na pia mwalimu, pia unaweza kufungua mlango kwa kina mama ambao tuko nao hapa, watuambie nini wanawake ambao tuko nao hapa. Manake tumewataja, hatujawasengenya. Tumewataja vile ambavyo mmefanya kutoka mwanzo, kila mahali mnaenda mkifanya hivyo. Sasa wafungulie mlango, watuambie ni nini hasa wakinaendelea. Wazungumze nao tuwasikie. Behind every successful man is a woman. There is a woman behind. Anashafungulia nafasi sasa. Amen. Wengine wakasema kwamba kitu chenye kinasaidiwaga ndio kinakuwa dhaifu, afu kinaletewa kitu strong ili kusaidia. Kama gari likianguka kwa shimo, haiwezi kaletewa gari kama hiyo ili kutena hiyo, kaletewa gari kubwa zaidi ili chukue hiyo ivurute. Na tunaambiwa kwamba Mungu akaona si vyema. Ongea mwalimu. Karibu nazari kwa kufungulia mlango mzuri wemtanda sisi. Hai. Wachangie, mjadala umekuwa mzuri. Jifunze tu. Na kwa nini Eve alikuwa God's second option? Baada ya wanyama wakufeli Adamu. Baada ya wanyama kwanza. Hapo akafeli. Ndio akaona ameingia sasa. Soma chapter 19 verse 2. 19 na 20. Chapter 2. Lakini dada zetu hawajaongea, hawajatuambia shida ilikuwa ni sisi ama ni wao. Wewe ukienda kumpelekea Hawa, ukienda kumpelekea Adam tunda na akala, shida ilikuwa ni yeye kula ama shida ilikuwa ni wewe kumpelekea? Na wewe Sara, ukienda kumwambia Abrahamu afanye vile naye akafanya, shida ni yeye, ni wewe kumwambia ama shida ni Abrahamu kukubali? Ni kukubali kwa Abrahamu ama ni wewe ulipeleka? Shida iko kwa nani pale? Ndio tunazungumza sasa. Hawa na Sara watuambie shida ilikuwa ni nani? Ni udhaifu mwanamume ama ni ushupavu mwanamke? Bible study. Ongeza sauti. Mwanamke huwa analinda sana na mwanamke. Sasa tukiona Adam alikuwa ameshaambiwa wasifuje, huo mtu hayo mzima. Yeye hakuweza kufikiria wakati mwanamke alipomletea, hakufikiria walikana. Yeye alitii yule mwanamke.
anatii mwanamke sana. Kwa sababu kama angetii, angekumbuka yale maagizo aliyokuwa Mungu wasikize, na akasema hapana, sitakula. Hata kama mwanamke alikuwa amekula, mwacha mwanamke yeye atiilie Mungu. Si ana upendo, anaogopa usikwazike. Mwanaume anatii mwanamke sana, hata anasababishwa nyingine. Anachanganya. Naona Samsoni vile alifanyika na Delila. Alisahau na akabembelezwa kwa sauti nzuri, na akabembelezeka kabisa na akasema Samsoni. So mwanaume naona hapo kuna Sasa sasa mlango uko wazi, mpana umeambiwa. Mlango tumeambiwa uko wazi. Wanawake na dada zetu, endeleeni kuongea. Wao wakulaumiwa pale kulingana na wewe. mimi nasema wakulaumiwa hapo ni hata. Maagizo pale. Lakini mnaruhusa kupeleka matunda. Wote hapo wana makosa, lakini mtu wa kulaumiwa hapo sana. Hata anapokuwa ameambiwa. Na umetaja Samsoni pia. Samsoni pale. Wakulaumiwa pia Samsoni. Maana Delila pale. Kwani Delila kanywa akaambia ondoka hapo kwa huyo mwanamume? Saa yote tu yeye aruhusiwa, lakini mwanamume wewe makini. Sio tabia mbaya. Unafanya nini hapo kwa mnadhiri wa Mungu? Au shida ni mnadhiri asi ambaye hakuheshimu unadhiri wake? Anatetewa na mwenzao. Hapo verse 12. Bwana Mungu akamwambia kuna mara nimesoma Adamu alisema ya kwamba yanajaribu kutafuta. Alisema akiambia Mungu ya kwamba yule mwanamke ambaye alimletea awe pamoja naye ndiye alimpa. Kwa hivyo na verse 3:12. Adamu akamwita mkewe. Verse 3:12. Chapter 3 verse 12. Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mimi nasema kwa mwanamume hata katika, unajua tunaangalia pale katika maandiko Adamu na Eve na tuyalete katika maisha ya kisasa ama katika boma. Naweza sema katika boma mwanamume kuna sehemu yake kama kichwa katika nyumba, anafaa aseme hili katika roho na katika tu maisha ya kiasili, aseme hili hapana na hili ndio. Kwa hivyo hapa Adamu ana makosa. Yeye alikuwa amezungumziwa na Mungu, alikuwa alikuwa na sababu zote za kukataa, kwa sababu yeye ndiye Mungu alikuwa ameongea na yeye kumwambia hii na hii isifanyike ama usikule hii. Ni aje mtu mwingine amesikiza sauti nyingine na huyo amefanya kuletwa, yeye ndiye alikuwa amezungumziwa, si huyo mwanamke. Kwa hivyo yeye alikuwa na sababu ya kusema la. So hapo katika maisha mwanaume na mahali shingo inafaa iongee na kwingine na yeye alimini, yaani aongee kwa msimamo wake kama kichwa. So Adamu pia alikuwa na makosa hapo, hata kama hivi kuna mahali alikosea.
ya kufanya shingo iwe ngumu, usikubali kosa lako. Sasa shingo ikiwa ngumu, usikubali kosa lako, hiyo ndio mapenzi ya shetani. Hebu angalia hapo, umesoma hapo. Adamu akasema, huyo mwanamke unanipa awe mmoja, bwana awe pamoja nami, ndiye alinipa tunda. Tunaona huyu anamrushia yule sasa. Sasa ukimshuka huko chini, Bwana Mungu naye anamuuliza, akamwambia mwanamke, nini hili ulilofanya? Mwanamke naye anarusha kwa nyoka. Unaona sasa? Kuna tabia ya kutokubali makosa. So unakuta kila mmoja, hata maisha tunaishi sasa hivi, ili shetani afaulu, atakufanya shingo yako iwe ngumu, ile usifikie ile toba. Usiwe na moyo mwepesi wa kuachilia ama kukubali. Unajua kukubali makosa yako, utatoka kusema uliniona. Nafikiri tumekuwa hata ndugu hapa alikuwa akifundisha juzi hapa. Wewe unataka kusema uliniona. Swali lilikuwa si kuona, ulifanya. Sasa ukikubali kirahisi, ndio unapata toba, ndio unasamehewa. Unaona? Na sasa hapa nikiangalia zaidi hapa, kuna siri iliyojificha hapa ya kutokubali kama umefanya kosa. Ndio usifanye, wewe ndio usifanye, mbona umefanya? Ai jamii nisamehe. Hata tukiangalia sana wakati watu wanafundishwa hapa, wengi wanasema hapa kuna jambo ambalo nataka nyinyi wawili mchukue. Kila mmoja awe akimwambia mwenzake sorry, yani pole iwe ndio kitu cha kwanza. Pole mume wangu nimekosa. Pole mke wangu nimekosa. Ili ndio hapo, yani kila mtu akijifunua namna hiyo, unakuta mnakuwa na maisha mepesi sana. Lakini ile kufanya shingo ngumu, uliniona, ulifanya, lakini sasa uliniona. Haya, huyu mwanamke alikula tu. Badala ya kusema kweli nilidanganya, anasema nyoka alinidanganya. Bwana naye anasema bibi alinidanganya. So kila mmoja anamrushia mwenzake. So kuna tabia hiyo ya kuwa kila wakati lazima kuwe mtu wa kukubali makosa. Ama kila wakati kuna mtu kuna hali ya kuwa unakataa kukubali hili mkosa. Lakini unakubali kosa, hata Biblia inaposema mkiri dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi. Unaona? Nyinyi kwa nyinyi, ili msameane, mfike mahali ambapo kwa kweli ili tupate ile Mungu atusamehe. Ni kwanza sisi wenyewe tujisamehe. Mnapokiri dhambi zenu nyinyi kwa nyinyi, kwa sababu hapa kweli kuna kosa limefanyika. Tutazungumzia sasa katika hiyo wapipi na Bwana. Kosa kweli hapa limefanyika na kweli. Sasa mkifikia pale, hata shetani hana nguvu. Maana anasema msikubali mstakio msawati kwenda kuwashtaki pale mbele za Mungu. Ukikubali kosa lako, mambo yanakuwa so simple. Lakini unakuta ule ujaji wa mwanaume anasema mimi sikubali. Siwezi kubali kabisa. Yaani unaona ukikubali kwa umefanyia bibi yako kosa, unaonekana kama unakuwa mtu mdhaifu sana, yaani kama ufai, kama uko chini, watu wanakukanyaga. Lakini tukirudi kiungu, wakati miili yetu imekufa, roho yuko juu, ni rahisi sana kuvunjika. Mke wangu nisamehe, au bwana wangu nisamehe. Na maisha yanaendelea very simple. Na kweli Mungu anapatia ile toba, suluhisho la kuja. Yaani mnakuwa sasa mko wazi mbele za Mungu. Nakuta sasa hakuna uzito katika moyo. Ndipo sasa tunasema kama mmekosana, isifike jioni kama hamjakuwa kama vile mlikuwa asubuhi. Labda saa 6 mmekosana. Asubuhi mliamka sawa. Lakini shetani akaleta sokomoko hapa za kufanya nini, unashangaa kwani what happened? Kwani makosa yametokezea wapi? Ni shetani ameleta. So mkiishi katika maisha kumuona shetani badala ya kumuona mwenzako, kila siku mnasema msamehe. Yaani msamaha ndio unakuwa mbele. Wengi sana washakuja mambo yao. So hapa kuna jambo linajificha hapa. Kila mmoja anatupa kwa mwenzake. Huyu anatuma huku, huyu. Sasa yule akamlaumu nyoka. Bwana naye Adamu akamlaumu bibi. So sasa tutapelekwa wapi hapo? So ni tunajifunza mambo mazuri hapa. Hapo tukiachukua tukianza katika day to day life, tutakuwa muda mgonga mimi. Mstari wa 10 unaposema nalisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema ni nani aliyekuambia ya kwamba uuchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliokuagiza msiale? Badala kusema ndio nisamee, ndio nimekula, sasa kaanza story ndefu. Yaani kosa limeadresiwa direct. Umefanya hili kosa. So badala kusema kwa kweli nimefanya, na sasa kuomba msamaha, akaanza kujiweka safi yeye. Kwa kweli kwa upande wangu mimi sina shida,
huyu ndio ameleta matatizo. Ili kama ni mimi tu asingekula. Yaani mimi sina shida, huyu ndio amesababisha. Kwa nyoka vile vile, kwa mwanamke hivyo naye ikapeleka. Lakini inatusaidia tu. Mwisho wa siku anaadhibiwa. Kwa sababu baada ya kutoa excuse za kwamba basi wewe kama ni mwanamke basi uenda kando, uko huru. Hapana. Mama naye pia hakuambia okay, kwa kuwa ni nyoka basi nyinyi wawili ondokeni ni deal na huyu nyoka. Hapana. Bado wote waliadhibiwa. Kwa hiyo inatufundisha tu kwamba kosa likishatendeka usikimbilie kutafuta mwingine. Jua tu wewe ndio umehusika. Ilikupasa kushinda kama vile Kaini aliambiwa iko mlangoni. Imekupasa kuishinda. Kwa hiyo Adam mstari wa 17 anaambiwa tatizo lake ni hili, verse 17, akamwambia Adam, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale. So unaona ardhi imelaaniwa. Kosa lake ni kusikiza sauti ya mke wake iliyomwambia tule hili tunda. So ulikuwa na uwezo wa kutosikiza hii sauti na kusema hapana, ni kweli unaniambia mke wangu tile hii, lakini tuliambiwa tusile, kwa hiyo kwa hili mimi sitakusikiza. Kwa hiyo tatizo lake ni kugive in. Kuletewa majaribu sio shida, kugive in ndio tatizo lenyewe. Basi inaonekana hata kama mwenyewe angeuliza pia angesema ni shetani ameniingia. So tuangalie kwa nini hivyo alikuwa second option. Tusiliache. Tutakuja kuanzia hapo next Sunday. Sasa yetu yameisha tena, tukachukua ya watu, tukachukua ya mengine. Sitaki kusema tumeiba kwa sababu ningeomba kuingia ibada na mmoja. ili tukaweze kuona na masikio na mioyo yetu Jehova, ili tukaweze kupenda neno lako. Asante Jehova, maana wewe ni mtakatifu. Tazama Baba, tunaingia ibada ya pili, wacha Baba kaonekane, wacha Baba katawale, maana wewe ni Mungu mtakatifu. Matoleo Baba ambayo tunaenda kutoa yatakase Baba, yatariki yanapofanya kazi yako, yakaweze kukubalika machoni pako, na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na